Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Hivi nyie watu nyie, hivi mnajua mimi nimechoka kuwasikiliza? Mimi sio mtu wa dini. Kwa nini hamtaki kunielewa? Anyway, labda nijitambulishe upya kwenu. Naitwa Patrick. Huyo Joseph Ndunguru mnayemsema ninyi, mimi simjui. Labda niwaulize ninyi, Joseph Ndunguru ni nani? Ni wewe uliyekaa mbele ya macho. Aliyekwambia habari hizo kakudanganya. Unajua mimi sijawahi kwenda hata huko kanisani. Na hata kama ningewahi kwenda kanisani, bado nisingekubaliana na ofa yenu. Kwa sababu nikiwatazama hivi, mnaonekana tu kwamba ninyi ni watu wa dini. Mnaonekana tu. Jitazame jinsi ulivyo wewe. Eti prophetess. Wako hivyo. Watu wa Mungu wako kama ulivyo. Sitaki kusema sana, lakini wewe mwenyewe ukijitazama, roho yako inakuonyesha na inakuambia kwamba wewe ni mpiga dili kama wapiga dili wengine. Mama Mboga. Be. Nakushukuru sana kwa ushirikiano wako, na ukipata taarifa yoyote tafadhali usiache kunijulisha. Asante sana, ubarikiwe sana. Amen. Chukua mawasiliano yangu, hizi namba zote napatikana, na nipigie wakati wote kwa ajili ya Patrick. Asante. Nashukuru, naahidi nitatoa ushirikiano. Pamela, nitatoa ushirikiano. Sawa Mama Mboga, unajua tunakutegemea. Sawa. Asante, mimi naenda. Haya, asante. Dad, mimi nadhani ninawaza jipya. Nina rafiki yangu ana mahusiano na kaka Patrick. Nadhani tukienda huko tunaweza tukapata mwanzo mpya. Patrick yuko kwenye mahusiano? Rafiki yangu ndo aliniambia, lakini nilivyomuuliza kaka Patrick alikataa kabisa. Sawa basi, na tuelekee huko mara moja. Sawa. Tuelekee huko. Hata hivyo mimi najiuliza, inaonekana mnamtafuta mtu msiyemjua. Yes, kwa sababu kwa kunikamata mimi, tafsiri yake ni kwamba mnayemtafuta hamumjui. Na napata hofu kidogo
kwamba hivi mtu hamumfahamu, hamumjui ni nani. Huu upendo wa kutaka kumpa magari, majumba, kubadilisha maisha yake, mmeutoa wapi? Wow. Unajua kuigiza Joseph Ndunguru. Tena sana. Kijana, opportunity cannot come twice. Hii ni fursa yako wewe kuitumia bahati yako, lakini kwa ujinga wako ninavyokuona, unataka kuipiga teke bahati yako. Mzee, hebu nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini mzee. Mi sitaki hiyo bahati unayoisema wewe. Sitaki. Jamani, niacheni mimi niende. Sina muda tena wa kuendelea kupoteza. Security. Security. Naomba mumtoe huyu kijana, mumpeleke mahali ambako mmemchukua. Muda utatukutanisha tena Joseph. Umekosea. Hautatukutanisha. Maana hata walikonikuta hawa watu wako ni vile tu nilikuwa na kazi maalum. Good for you. Naombeni simu zangu. Prophetess Rebecca. No. Hivi huyu kijana ni yeye kweli? Ni yeye Bishop. Lakini nafikiri tutamnasa wakati akitoa mahubiri yake. Hataweza kutuponyoka tena. Sawa. Ingawa nimeanza kupata mashaka, yawezekana mtu tunadili naye sio yeye. Ni yeye. Anyway, wacha tuone. Muda utafika tutajua. Ni kweli. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mwalimu Zawadi, umefika saa ngapi? Ebo baby, nimefika muda so mrefu. Ebo baby, yani nimechanganyikiwa kupita kiwango cha neno lenyewe, nimechanganyikiwa. Mpenzi wangu, kuna nini tena? Nimetoka nyumbani kwa Mama Debora. Yani mambo ambayo nimekutana nayo kwa Mama Debora siwezi kuwa sawa mimi. Nimetoka nyumbani kwa Mama Debora, ameniambia kila kitu. Ina maana Robina Korongo atakuwa akamweleza kila kitu Mama Debora, ni kama vile ametusagia kunguni. Yani ni kunguni kabisa. Usikia harufu? Ina maana unataka kuniambia kwamba Mama Debora anajua mimi nipo hapa eh? Mama Debora hajui kama wewe uko hapa, lakini Mama Debora anafahamu kila kitu. Yaani Mama Debora ameingia kwenye kazi ya kunisomea mimi Biblia nzima. Yaani kafungua kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho kwenye Biblia. Mimi nimechanganyikiwa kabisa, yani sijui hata itakuwaje. Usichanganyikiwe Mwalimu Zawadi. Sasa wewe umemwambia nini? Sasa mimi nitamwambia nini zaidi ya kujitetea? Imebidi nikae nianze kujitetea ili mambo yasije yakaenda kuharibika. Yule mama kwa jinsi anavyoonekana, haya mambo atakwenda kuyapeleka kanisani haya. Akiyapeleka kanisani mimi nimekwisha. Mimi nimekwisha jamani, mimi amuni. Huyu atakuwa sio Robina Korongo. Huyu atakuwa ni mwenyewe Joseph Ndunguru. Kwa sababu atakuwa amesikia kwamba mimi nimemwacha. Kwa hiyo na yeye akaamua tu kufanya hayo aliyofanya ili mradi tu wote tuwe sawa. Abigaili, unanichanganya. Una maana gani? Unamaanisha kwamba Joseph Ndunguru alikuwa hajui kama wewe na yeye mmeachana? Alikuwa hajui kwa sababu hiki kilikuwa tu kikao cha familia be. Kwisha Mwalimu Zawadi, kwisha habari yangu. Kwisha kabisa.
sijui nitakuwa mgeni wa nani mimi. Sikiliza nikwambie Mwalimu Zawadi, ni kweli Mama Debora anamjua Joseph Ndunguru, lakini hajui kwamba Joseph Ndunguru ni mume wangu. Na hata siku ile alivyokamatwa kule polisi, yeye ndio alokuja kumtoa. Na ndio tulikutana huko. Lakini hajui kama mimi yule mwanamume naishi naye. Pamoja na hayo, lakini mimi niseme ukweli, Ebo baby, mimi nina mashaka makubwa ndani ya moyo wangu. Nina wasiwasi mkubwa sana. Siwezi kukuficha, lazima nikuweke bayana mimi. Usijali. Yaani usijali kabisa Mwalimu Zawadi. Kwa sababu mpaka hivi unavyoniona hapa mimi nishaachana na yule mwanaume. Sipo naye kabisa. Na istoshe. Ili swala tutalimaliza mimi na wewe sasa. Tutoke hapa tunaenda mpaka kwa Mama Debora. Tunamueleza lengo na madhumuni yetu ya kutaka kuoana na imani atatuelewa. Kumbuka kwamba kanisa linakuhitaji kuliko wewe unavyolihitaji Mwalimu Zawadi. Haujui hilo? Haujui? Nafahamu, lakini nina wasiwasi mkubwa. Usijali. Kwa sasa hakuna chochote kitakachoharibika. Lakini mimi najua kabisa ataniita. Na akiniita tu nitamsomea neno. Mwenyewe ataelewa. Twende ndani basi. Mimi ndani siendi sasa hivi Ebo baby, kuna joto. Hautaki Kwani ulimaanisha hivyo? Naweza nimekumisi bwana. Ndani hakuna joto, twende tu. Nijitahidi kunyanyuka. Kama hujamisi tena basi kanji. Bana, nimekukubalia bana. Alafu wewe baby, nimekukubalia mimi. Mama, huyu mtu nimemsubiri sana na simu yake haipatikani. Acha tu mimi niende. Mimi mwenyewe pia nimeanza kuingiwa na wasiwasi mwanangu, kwa sababu sio kawaida yake hata kidogo. Ratiba zake zote zinajulikana. Akirudi hapa asubuhi anakunywa chai, anaingia mtaani kwa ajili ya kuhubiri. Anarudi saa 6 anakula, saa 7 anaingia kulala kujiandaa na kazi zake za usiku. Saa hizi saa 10 hii sasa na simu yake haipatikani. Na wasiwasi labda amepatwa na jambo baya. Mimi sidhani hivyo mama. Inawezekana simu yake imezima chaji au itakuwa amebanwa na mambo mengine. Mimi namjua Joseph hayuko. Angesha niambia. Nawaza labda inawezekana tukio la kumfumania Abigail pengine limemuumiza zaidi. Lakini hata hivyo angeniambia kwa sababu hajawahi kuacha kuniambia. Sawa. Sasa tunafanyaje kuhusu kumwambia maamuzi ya mkewe? Mimi nafikiri ingekuwa vyema sana ungemwambia wewe. Lakini akijaribika kitu, atakaporudi utanijulisha. Tutakuja tu kuzungumza naye kwa sababu kuna watu natakiwa nionane nao kabla jua halijazama. Basi sawa mwanangu. Mungu akubariki sana. Habari ya saizi? Salama, karibu. Asante. Mimi naitwa Tom London. Karibu Tom. No mama. Niite Tom London. Samahani. Tom London. Vyema sana. Umeniita vizuri sana bi mkubwa. Chukua. Haya. Karibu, sijui tunaweza kukusaidia. Nimekuja kumuulizia Ebo baby. Ebo baby ndo nani? Unajua nyinyi watu wa uswekeni huku mna majina yenu fulani mnaitana wenyewe ndio mnaelewana. Lakini mimi namuulizia Abigail. Wewe ndo utakuwa chanzo cha matatizo ya ndoa ya dada yangu. Ebo baby toka lini umeolewa? Bro, Abigail ni mke wa mtu. Na hiko chumba unachokiona hapo nyuma yako ndio chumba anachokiishi yeye na mume wake.
Bwana mdogo, lakini kaa ukijua unaongea na Tom London. Yawezekana kweli wewe ni Tom London, lakini huko ulikotoka hapa hakuna Tom London wala Tom Burundi. Unajua dada yangu leo ametoka kuachana na mtu mwema sana katika maisha yake, mwanaume aliyekuwa akimjali na kumthamini, na yote hii inaonekana ni kwa sababu yako wewe. Inaonekana una wivu sana na Ebo baby. Sasa nitakachokifanya sasa hivi nitamwacha yeye, alafu nitakuchukua wewe nikuweke ndani. Imekaaje hiyo? Wewe unaniambiaje wewe? Sikia wewe. Usitaki kunivunjia heshima kwenye nyumba ya baba yangu. Naweza nikakubadilika sasa hivi. Sasa hivi. Mwanangu jitulize. Basi. Baba, shika hela yako. Na ninaomba uondoke hapa sasa hivi kabla hatujakuitia kelele za mwizi. Na tena iwe mara yako ya mwisho kukanyaga hapa. Na kwa taarifa yako, huyo Abigaili amehama hapa leo. Kwa hiyo kama unamtafuta, nenda kamtafute huko na njia zako unazozijua wewe. Lakini sio kuja kunikashifu hapa kwenye mji wangu. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mkubwa, Tom London akishatoa kibunda waga akirudi tena mfukoni. Alafu isitosha nyinyi watu wa Uswahilini kuswakeni, kishashika vitu vile mkosi virus na nini na mikosi mingi. Kwa hiyo samani, asanteni sana. Mama, mwanao Abigail kwenye hii dunia lipo jambo analitafuta. Na mimi nakuambia wazi kabisa mama, ipo siku mwanao atakuja kulia na kusaga meno. Hiyo ni hela mama, hawezi kuiacha kwa namna yoyote. Ichukue na itakusaidia kwenye majukumu ya hapa nyumbani. Basi sawa mwanangu. Wewe nenda, lakini sasa usizime simu. Sawa. Pamela, mbona uko hapa na uko na Dr. Katunzi? Janet, tuna matatizo na tunahitaji msaada wako. Msaada wangu? Wewe na babake Patrick mnataka nini kwangu? Dr. Katunzi ni baba yangu na Patrick ni kaka yangu. How? And why didn't you tell me from the beginning, Pamela? Binti yangu, hilo mtalijadili baadaye. Kwa sasa tafadhali naomba utusaidie. Tunamtafuta Patrick. Naomba uondoke haraka sana nyumbani kwangu. Toka! Unajua, ondoka na usithubutu wala kujaribu tena kurudi hapa. Mama Janet, hatujaja hapa kwa kupenda, bali tuna matatizo. Tunaomba tusikilize. Naweza kukusikiliza wewe binti, lakini sio huyo baba yako. Nadhani ni baba yako, si ndivyo eh? Ndio hivyo. Dad, unaweza ukaenda kunisubiri kwenye gari? mwanangu ametekwa. Nawezaje kwenda kwenye gari? Mbona nyie hamna utu? Mwanangu amevamiwa na majambazi, lakini wewe unajitazama wewe tu. Tofauti yako na Mai iko wapi sasa? Kwani Patrick amepatwa na nini na imekuwaje? Naomba mnisikilize. Patrick ndio sababu ya mimi kuwa hapa. Mwanangu ametekwa na majambazi. Hivyo tuliamini kwamba nyinyi mnaweza mkawa na taarifa yoyote. Ni hivyo tu. Poleni sana, lakini sisi hatujui chochote. Hatuna tunachokijua. Yaani hata wewe haujui boyfriend wako iko wapi? Tena
mwanangu hawezi kuwa na mahusiano na Patrick. Hana hayo mahusiano kabisa. Hawezi kuwa na mahusiano na mtoto wa mchawi kama Maya. Nenda kambane Maya. Kama kweli unataka kujua Patrick alipo, kambane Maya, kwa sababu Maya hashindwi kumteka mwanae mwenyewe na akadai pesa. Pamela, twende mwanangu. Hapa kuna msaada wowote. Twende haraka. Mama, please. Mimi nampenda Patrick. Naomba tuungane na familia yake kwa ajili ya kumsaidia. Please, mamangu. Kumbuka kwamba sisi wajibu wetu sio kumfurahisha Maya. Wajibu wetu sisi ni kuona Maya ana huzuni kila siku. Hivyo tu. Mama, na unajua na vipi na Dr. Katunzi? Alafu mbona unamchukia hivyo? Mimi simjui Dr. Katunzi. Simjui kabisa huyu mtu. Haya yote niliyoyafanya ni kwa sababu ya hasira zangu kwa Maya. Haya, twende ndani. Gido, muda umeshafika, mwandae mkono. Oya, muda wako umefika. Muda wa nini mpendwa? Wewe boya nini wewe? Kuna vitu vimekuleta hapa ili tuchangane. Shamba wewe. Hapana. Mimi sijui kwa nini mmenileta hapa, lakini ashukuriwe Mungu anayeishi, kwa sababu nimejiandaa kwa kila kitu. Vizuri sana. Huu ni muda wako wa kufa. Ni muda mzuri sana. Endapo labda nitasikia sauti yako, marehemu mtarajiwa. Mungu awabariki. Liko jambo moja tunaomba kutoka kwenu. Nawaomba mniruhusu ili nimuombe Mungu wangu. Patrick, umenielezea mwanangu, mimi nimekuelewa, lakini nakuomba hayo maamuzi yako ya kuhama pale nyumbani mimi siyaafiki. Kwa sababu baba yako toka umepata tatizo hili la kutekwa hanywi wala hali. Kwa hiyo mimi nahisi utamtesa tu baba yako. Wewe rudi nyumbani. Kama kuna jambo lolote la kutaka kuhama, basi hebu mshirikishe baba yako kwanza. Nimekuelewa mama mboga, lakini hata hivyo napata hisia mbaya sana juu ya mama yangu. Hili tukio halijatokea bahati mbaya. Mimi naamini kuna mpango muovu anaupanga juu yangu. Maana asubuhi kwa kinywa chake alinitamkia kwamba lazima atafanya kitu. Sawa, na sisi hatusubiri afanye kitu, lakini kwa ulivyonielezea ni wazi kabisa mama yako kwenye huu mpango hajashiriki. Lakini hiyo sio kuwa inamaanisha kuwa hatofanya kitu, ila mimi naona utamtesa baba yako. Na kuomba kama unataka kuhama, hebu upate baraka ya baba yako kwanza. Utakuja kumua yule mzee kwa pressure. Nimekuelewa mama mboga. Uwe makini, nadhani kesho mapema tutaonana dukani. Asante. Mungu wangu akulinde na mabaya yote baba yangu. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni
kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisa